Mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa zetu mbalimbali, karibu sana. Jina langu ni Official Rose D. Kama ilivyo kawaida, tunakutana hapa kwa ajili ya kuzichambua na kuzichakata taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kumeka headline. Hivyo basi, kama hujasubscribe, karibu sana. Endelea kugusa alama ya kengele utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali kwa wakati. Michezo, burudani, habari za siasa pamoja na udaku ni hapa. Ni Mange amefunguka mazito mara tu baada ya Kikwete na mke wake kupata msiba wa Tanzania. Watu marambi RIP. Hili limekaaje? Mambo yamekuwa vipi? Ni nani amefariki dunia? Basi unapatana na mimi mpaka tamati. Ni Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na mke wake Mheshimiwa Mama Salma Kikwete ambao wameendelea kupokea salamu za pole kufuatia kifo cha dada wa Mama Salma marehemu Bi Rehema Selemani Mwaninga ambaye amefariki dunia siku ya Jumatatu ya Januari 19, 2026. Msiba huo umetokea mara tu baada ya marehemu kuugua kwa muda na kulazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Na kwa mujibu wa taarifa za familia, Bi Rehema Mwaninga alifariki majira ya saa 10 jioni siku hiyo, jambo ambalo liliacha pengo kubwa sana kwa familia, ndugu, jamaa kwa ujumla. Nyumbani kwa familia hiyo Kawe jijini Dar es Salaam kumeendelea kuwa kituo cha waombolezaji tangu kutangazwa kwa msiba huo, na ndugu, jamaa, marafiki na viongozi mbalimbali wa kitaifa wameweza kujitokeza kutoa mkono wa pole na kuendelea kufariji familia ya Dr. Kikwete. Na miongoni mwa waliokwenda kutoa pole ni wasanii mashuhuri, viongozi wa dini walionekana, wanasiasa na watu kutoka makundi tofauti ya kijamii, hali ambayo inaonyesha mshikamano lakini pia heshima kwa familia hiyo. Akizungumza kwa niaba ya familia, mmoja wa ndugu wa marehemu amesema kifo cha Bi Rehema ni pigo kubwa sana kwa familia, hasa kwa Mama Salma Kikwete ambaye alikuwa na ukaribu mkubwa sana na dada yake. Lakini anaongeza kuwa familia inathamini sana faraja na ushirikiano ambao unaonyeshwa na Watanzania katika kipindi hiki kigumu. And kwa mujibu wa ratiba ambayo imetolewa, mazishi ya marehemu Bi Rehema Selemani Mwaninga yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano hii leo Januari 21, na ibada ya kumwaga itafanyika mchana mara tu baada ya swala ya adhuhuri, kisha mwili wa marehemu utasafirishwa na kuzikwa katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Viongozi wa dini wameendelea kutoa wito kwa waombolezaji kudumisha utulivu, mshikamano na kuendelea kuiombea familia ya marehemu ili iweze kupata faraja katika kipindi hiki cha majonzi. Aidha, Watanzania wamekumbushwa pia umuhimu wa kushikamana na kusaidiana wakati wa misiba bila kujali tofauti za kijamii ama za kisiasa. Msiba huu, mtazamaji wa Biomedia, unaendelea kuwa kumbukumbu ya pamoja ya thamani ya familia, upendo na mshikamano katika jamii, huku Jakaya Kikwete familia yake ikiendelea kupokea faraja kutoka kwa Tanzania wa kada mbalimbali. Lakini mara tu baada ya taarifa hizo za msiba ulio mkubwa na mtu mzito nchini Tanzania, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi, ni video ya kwake ambayo imesambaa katika kurasa mbalimbali hususan Snapchat, ameendelea kutupa jiwe gizani na kudai kuwa malipo ni hapa duniani. Hii ni kutokana na tuhuma ambazo amekuwa akizitupa Chama cha Mapinduzi na viongozi wake wote kama kuachafua. So Mange amekuwa akichochea sana vurugu kutoka kipindi kile cha uchaguzi, na jitihada zake zimekuwa zikigonga mwamba mara kadhaa kutoka na nguvu ya serikali kwa sasa, na amekuwa pia hana la kufanya. Kwa hiyo dada huyo amekuwa akihangaika pia tu kuwatupia maneno watu wa Chama cha Mapinduzi kwa kila kinachotokea, kidai kuwa ndo malipo yao, ndicho ambacho wanastahili, ambacho ni jambo ambalo huenda si kweli, kwa sababu miezi iliyopita tulipokea msiba wa aliyekuwa waziri Jenista Mhagama. Aliongea juzi, tulipokea msiba wa mbunge wa viti maalum Halima Idi Nasora aliongea, lakini tena leo hii Mheshimiwa Kikwete kaongea. Wadau wamedai kuwa ni bora urudi kwenye udako Mange tu, kwa siasa haiwezi, anashindana nao, wana nguvu kubwa sana kuliko yeye na ataendelea kuteseka tu bila mafanikio ya aina yote. Pengine mtazamaji wa Biomedia katika hili una maoni gani? Mtuandikie maoni yako kwenye comment section kufuatia hili, and then timu nzima Biomedia kikweli tunaendelea kutoa pole kwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete pamoja na mke wake Mama Salma Kikwete kwa msiba mzito ambao umeweza kuwapata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na raha ya milele ampe na mwanga wa milele amwangazie. Bwana aendelee kupumzika kwa amani. Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Endelea kusalia nasi mtazamaji wetu, update ni nyingi sana, usipange kukosa. Bonyeza neno limeandikwa subscribe, usisahau kushare, kulike, lakini pia kucomment. Bye bye.